sasa hivi kwenye baadhi ya vitovu vya miji yetu CBD. Ukienda eneo kama Kariakoo sasa hivi tuna miradi 16 inaendelea. Ni katika mpango huo wa uendelezaji mpya wa majengo yetu, kuvunja majengo makuu na kuweza kuyaendeleza upya. Lakini si Kariakoo peke yake ambako tunafanya hivyo. Tunafanya hivyo maeneo ya Upanga, tunafanya hivyo kwenye miji mbalimbali. Tuna miradi Mwanza, tuna miradi Iringa na maeneo mengine Tanzania. Na tunachokiendeleza actually tunajenga majengo ya makazi, tunajenga majengo ya biashara. Ukienda kama Kariakoo sasa hivi tunajenga majengo ya biashara, kwa maana kwa maduka kuanzia kwenye basement level, manake chini ya ardhi. Tunajenga floor kadhaa kwa ajili ya maduka mpaka gorofa ya pili. Baada ya hapo, kwa kutambua umuhimu wa kuweka bidhaa, storage facility katika majengo, yale majengo yote tumedesign sasa hivi yaweze kubeba mzigo. Kwa kama kuna mtu anaduka, basi aweze kuwa na storage facility yake pale juu ya jengo. Kwa hiyo tutakuwa na floors kadhaa kwa ajili ya kuweka bidhaa ambazo zimekuwa design, sio kubadilisha majengo ambayo yalikuwa hajawa design kuweka mizigo. Hii tumedesign kuanzia kwenye structure iweze kubeba hiyo mizigo. Kwa hiyo baada ya hizo floors kadhaa ambazo zitakuwa ni kwa ajili ya stores, juu tutakuwa na apartments kwa ajili ya kuishi. Lakini haya majengo tunaweka na lifti za mizigo. Watu wasibebe kupitia kwenye ngazi mpaka gorofa ya 6 mtu amebeba mzigo wake, kutakuwa na lifti maalum kwa ajili ya mizigo. Kwa hiyo design mpya ya Kariakoo ni hiyo, na majengo yetu mengi minimum ni gorofa 10 kufuatana na master plan ya Kariakoo. Lakini kuna baadhi ya mitaa ambayo imeruhusu gorofa 15. Kwa hiyo ni kati ya gorofa 10 mpaka gorofa 15. Mpango wetu sisi ndani ya miaka 3 ijayo hakutokuwa na jengo la National Housing Kariakoo la zamani. Majengo yote yatakuwa ni mapya na yatakuwa na gorofa 10 mpaka 15. Na tayari tumeanza na tumeanza na projects 16. Tayari kuna projects 64 ziko kwenye pipeline. Lakini vile vile tuna miradi ambayo ni ya vitovu vya miji, yani satellite cities. Moja wapo mmeenda kuiona Kawe. Kawe tuna ekari 264. Tumeanza hiyo miradi 3 ambayo ni Samia Housing Scheme. Tuna 711. Sasa mtu anaweza kujiuliza why 711? 711 ni plot number. Haina tafsiri yote nyingine, ni plot number, huenda baadaye tutatoa jina. Alafu tuna Golden Premier Residence ambayo ndio pale mlipoenda nadhani baada ya kutoka 711, ile plot ambayo sasa hii miradi ilikuwa imesimama kwa muda mrefu. Mwenyekiti umeizungumza vizuri. Ilisimama takriban miaka 8. Sasa ilisimama kwa sababu gani? Wakati mwingine si vibaya kuzungumza ili watu wajifunze. Na hasa sisi ambao tupo kwenye maofisi ya serikali tumepewa dhamana. Ni delay ya approval. Kwa watu hawafanyi maamuzi kwa wakati, anapelekewa document hafanyi maamuzi kwa wakati. Zamani National Housing tulikuwa tunapewa a blanket approval ya mkopo. Na zamani tulipewa approval ya bilioni 300. Lakini ilipoingia awamu ya 5, kwa nia nzuri kabisa, walitaka kutoa approval project by project, sio blanket. Blanket maana yake unaweza kuwa na miradi 20, thamani yake ni bilioni 300. Kwa hiyo unaenda kuombea approval, unapewa approval hiyo ya kukopa. Lakini awamu ya 5 walitaka kuangalia mradi kwa mradi. Kwa hiyo wakasema sasa leteni mradi kwa mradi. Hiyo blanket approval achane nayo. Kwa hiyo unapopeleka sasa huo mradi, na hii miradi ilikuwa imeshaanza na ilikuwa tayari na funding. Mradi kama huu hapa tayari ulikuwa na funding ya CRDB Bank,
Ukienda mradi wa 7-Eleven nao ulikuwa na funding, lakini ikasimama kwa sababu maelekezo ilikuwa ni tupeleke ili waweze kutoa approval. Sasa wale waliokuwa hapo walikuwa wamepewa dhamana wakati huo ya kutoa approval, wakazikalia. Tushukuru Mwenyezi Mungu, awamu ya 6 Mheshimiwa Rais alikuja na akatoa approval kwa kutambua umuhimu wa hii miradi. Na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu mradi umeshaanza. Kama hapa structure ilikuwa imeshakamilika, unausimamisha kwa miaka 8. Maana yake nini? Sawa? Wale ambao tulikuwa tumewauzia wengi waliomba refunds zao. Kwa jamani, sasa haijulikani huu mradi umesimama mpaka lini. Turejesheni pesa zetu. Kama ilivyotokea vile vile 7-Eleven, tukarejesha pesa. Nadhani kuna mnunuzi mmoja au wawili walisema hizo hela zetu nyie kaeni nazo. Tunaamini shirika siku moja hii miradi itajengwa na itakwisha. Sasa baada ya kuzungumza kitu gani kilichotokea, na miradi ambayo iliathirika ulikuwa ni Morocco Square, 7-Eleven, Golden Premier Residence, pamoja na plot tunaita plot namba 300 ambayo iko kwenye kona ya Bagamoyo Road. Kama unaenda hospitali ya Cairo kipale, is a corner plot. Lilikuwa ni jengo la ghorofa 24. Miaka 8 iliyopita leo hii mji wetu ungekuwa burudani kabisa. Pale unaona ghorofa 24, opposite tulikuwa tumejenga Victoria Place. Kule Morocco Kawe sasa hivi tulikuwa tunazungumza mji tayari ungekuwa mji mkubwa. Kwa sababu baada ya hiyo miradi tulikuwa tunaendelea na miradi mingine. Sasa hicho ni kitovu cha miji ambacho ni kimoja wapo, lakini tuna satellite cities 2 Arusha, Usariva ambayo tunategemea kuanzia mwaka ujao wa fedha tunaanza ujenzi. Salama Creek iko Dar es Salaam hapa Kigamboni, nayo tunaiangalia ili nayo tuweze kuanza. Lakini vile vile Arusha tuna satellite city nyingine ambayo tunaita Safari City, ipo sasa karibu na ile Afcon City. Lakini tuliamua kuuza sehemu ya viwanja pale, tumebaki na viwanja vingine kwa ajili ya sisi wenyewe kuendeleza. Kwenye hivi vitovu vya miji sio lazima sisi tuendeleze. Tuna uwezo wa kuwauzia wengine, lakini wanachotakiwa ni kuendeleza kufuatana na mpango ambao umekusudiwa pale. Sasa hivi tunamalizia master plan ya eneo moja linaitwa Mwashiwalala, liko Mbeya. Wanaojua Mbeya vizuri, kama unaenda Tunduma, kuna hospitali moja inaitwa Ifisi. Opposite na pale tuna eneo kubwa ambalo tunamalizia master plan. Lakini vile vile tuna eneo la ekari 500 kwenye dry port ya Kwala ambayo ni industrial park, ambayo nayo vile vile tunamalizia sasa hivi master plan ili tuweze kuangalia uendelezaji wa hayo maeneo. Kwa hiyo ni aina ya miradi ambayo tunafanya ya vitovu vya miji au satellite cities. Lakini miradi mingine ambayo tunafanya ni ya nyumba za gharama nafuu na kipato cha chini. Sasa miradi kama hii ambayo tunafanya ya watu wa hali ya juu, yani wenye kipato cha juu, mradi kama Morocco Square, 7-Eleven, ile faida ambayo tunapata ndio ambayo inasaidia kusubsidize miradi hii ya kuwafikia wananchi wa kawaida. Ile miradi ambayo ukipita leo hii Makete, ukipita Masasi, ukipita wapi, ile ni miradi ambayo inakuwa subsidized na hawa ambao tunawauzia hizi apartments za milioni 500, 600, milioni 900, na soko lipo la hao wakubwa kununua, wakubwa kwa maana ya kipato, kununua, na ile faida ambayo inapatikana kuweza kusubsidize hao wengine nao waweze kupata makazi.